Kwa hiyo imani ni nini? Kwanza ni ujasiri juu ya kile neno la Mungu linasema, hasa katika ahadi ambazo Mungu amezizungumza katika neno lake. Imani ni nini? Ni kifaa ama nyenzo ya kuhamisha mambo katika ulimwengu wa roho na kuleta katika ulimwengu wa mwili. Ni nyenzo ya kutengeneza uhalisia wa maisha yako katika ulimwengu wa roho, kisha kuhamisha katika ulimwengu wa mwili, kutengeneza muujiza. Kabla hujaitwa muujiza, ulikuwa uhalisia katika ulimwengu wa roho. Jambo la tatu ni mwitikio wa utii. Imani ni mwitikio wa utii katika kile ambacho neno la Mungu linaelekeza uweze kutembea, ili uweze kupata utekelezaji wa ahadi ya Mungu. Sasa imani hii inapitia mchakato gani kuwa imani? Ama tujifunze juu ya mchakato wa imani. Warumi sura ya 10:17, Warumi 10:17 kwa muda mfupi sana. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia. Lazima mtu uweze kusikia. Unasikia nini? Taarifa za maarifa ya neno la Mungu. Unasikia, unasoma, unajifunza, unatafakari. Huku ndiko kutengeneza imani, kujenga imani. Hatua ya kwanza ni kusikia. Hatua inayofuata ni kutafakari. Unasikia, unasoma, unajifunza. Huku ndiko kujifunza kunahusisha kusikia, kunahusisha kusoma, kunahusisha kutafakari. Kwa hiyo unasikia, unasoma, unatafakari. Mchakato wa kujenga imani, tena imani isiyoyumbishwa. Kwa anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kuna hatari ya kusikia taarifa mbovu. Hizi zinaenda zinajenga imani kinyume na imani halisi kumwelekea Mungu. Kwa hiyo chunga sana nini unasikia, nini unasoma, na kile unachosikia na kusoma ndicho unaenda kukitafakari. Kile unachokitafakari ndicho unachoenda kukiamini. Kinaenda kujenga uhalisia wa akili ya kwako, kinaenda kujenga mtazamo wa kwako, na mwisho wa siku inakuwa ni imani ya kwako. Kwa hiyo utaamini sawa sana vile ulivyo tafakari, vile ulivyoelewa, vile ulivyosikia. Mwisho wa siku hautakaa ukapata matokeo ya kimungu kwa imani isiyo sahihi kutoka kwenye chanzo kisicho sahihi. Kwa hiyo kwa mantiki hii unahitaji kuimarisha imani yako kutoka katika msingi wa neno la Mungu. Warumi sura ya 10:9 anasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Mstari wa 10, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko lanena, kila mwaminie hata tayarika. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, lakini kwa kinywa mtu huamini, mtu hukiri hata kupata wokovu. Wakati unaamini katika moyo wako, unahesabika kuwa yuna haki, uko katika njia. Unapomwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unafanyika kuwa mwana wa Mungu, unafanyika kuwa sehemu ya familia ya Kristo. Ndiyo, ni mwana wa Mungu, umeokoka, lakini haimaanishi ya kwamba kila kitu ambacho kinamilikiwa na wana wa ufalme tayari kiko katika mikono ya kwako, tayari umekimiliki, tayari kimefanyika kuwa uhalisia kwenye maisha yako. No, kuna mchakato ambao unatakiwa upitie, nao unaingia katika hatua ya kukiri, kuzungumza kile ambacho tayari kimewekwa tayari katika familia ya Kristo. Kwa yeyote ambaye ni memba, ni mwanachama wa familia hiyo, au ni mwanafamilia wa familia hiyo ya Kristo, ya kwamba kuna portion ya kila mmoja wetu. Sasa ni jukumu la kwako kuweza kuchukua hatua, kupiga hatua, kuchukua portion ya kwako katika familia ya Kristo. Kwa hiyo kwa mantiki hii tunapata kuona kumbe kuna mchakato wa kuweza kumanifest, kuzirisha imani hii isiyoyumbishwa. Mchakato katika hatua ya kwanza ni kusoma. Tumesema unasikia neno la Mungu, unasoma neno la Mungu, unatafakari neno la Mungu.
na nimekwambia kuna hatari ya kuweza kwenda kinyume na kusudi la Mungu ya kuwa na imani inayoweza kukusaidia kupata mambo katika ulimwengu wa roho, kwa yale ambayo tayari ni uhalisia ambao unapaswa uwe nao kwa kazi ambayo Yesu ameifanya msalabani. Lakini kwa mujibu wa Kumbukumbu la Torati sura 11 mstari 16 anasema, jitunzeni nafsi zenu, mioyo yenu isije ikadanganywa mkageukia au mkageuka na kutumikia miungu mingine na kuiabudu. Jitunzeni nafsi zenu, mioyo yenu isije ikadanganywa mkageukia na kutumikia miungu mingine na kuiabudu. Jitunzeni nafsi zenu. Kwa nini anasema jitunzeni nafsi zenu msije mkadanganywa? Katika nafsi ni sehemu ambayo kuna utashi, ni sehemu ya kufanyia maamuzi, ni sehemu ya akili, ni sehemu ya hisia. Hisia zinatafsiriwa katika nafsi, ni sehemu ya akili, ni sehemu ya utashi, eneo ambalo mtu anafanyia maamuzi. Unapokea taarifa, unazichakata na kisha unapeleka katika chumba cha kufanyia maamuzi, kisha unaona matokeo ya kile ulichokifanyia maamuzi. Kwa hiyo kuna uhatari wa kupokea taarifa ambayo si sahihi, na kwa sababu ni taarifa sio sahihi, ikachakatwa katika mfumo wake wa kutokuwa sahihi, na kisha ukafanya maamuzi katika mjengo usio sahihi na ukasababisha matokeo yasiyo sahihi, ukadanganyika. Jihadhari jinsi unavyosikia ili ujenge imani iliyo sahihi kutoka katika chanzo sahihi cha neno la Mungu, ama maarifa sahihi ya neno la Mungu. Katika hatua ya pili ni kutafakari. Umesikia, umesoma, sasa unatafakari juu ya kile ulichosikia, unatafakari juu ya kile ulichokisoma. Katika kitabu cha Yoshua 1 mstari wa 8 anasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno haya mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Tafakari, tunza kutafakari kile ambacho neno la Mungu linasema, kwa sababu huko ndiko kuna njia ya wewe kufanikiwa. Kwa nini namwambia kutafakari? Kwa sababu katika kutafakari neno la Mungu unapata kuona ahadi za Mungu, unapata uhalisia wa jinsi ahadi za Mungu ambavyo zimedhihirika kwa watu ama watumishi wa Mungu waliopita, lakini pia ni namna gani Roho Mtakatifu anaenda kudhihirisha ahadi hizi kwenye maisha yako kwa jinsi ambavyo unatembea katika utii. Yote hayo unayafahamu katika kutafakari kile ambacho neno la Mungu linazungumza. Na hatua ya tatu ni kuamini. Warumi 10:9-11. Unaamini, kwa maana kwa moyo mtu amini hata kupata haki. Kwa moyo mtu amini hata kupata haki, lakini kwa kinywa ukiri hata kupokea kile ambacho ni uhalisia ambao anastahili kupokea. Kwa hiyo unaamini kwa moyo, unaamini. Unapoamini unaingia katika system ya kupokea kitu. Unapoamini neno la Mungu hapo, ama unapoamini juu ya kile Mungu amezungumza katika neno lake, unaingia katika system, katika chain, katika njia, katika mnyororo wa kupokea kitu kutoka kwa nani? Kwa Baba. Unajisajili katika orodha ya watu wanaostahili kupokea jambo kutoka katika ufalme wa mbingu. Na hatua inayofuata ya mwisho ni kuzungumza, kutangaza kile ambacho umekiamini. Unatangaza kile ambacho umekiamini. Warumi hii anazungumza tena mstari wa 10, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, sasa kwa kinywa anakiri na anapata wokovu. Wokovu ni furushi la mambo yote mazuri, ni mambo yote. Haimaanishi tu kumpa Yesu maisha yako, kwamba oh Lord, Bwana Yesu nakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ya kwamba nimezaliwa mara ya pili, sasa ndio nimeokoka. Haishi hapo, ni zaidi ya pale. Wokovu ni kufunguliwa, na kufunguliwa inachukua hatua. Ni giza linalotakiwa kuondolewa katika
ujio wa nuru. Kwa hiyo nuru inapotokea, giza linaondoka kwenye kila eneo la maisha yako. Kile ambacho unakipokea kama nuru kinasababisha giza katika eneo fulani kuweza kuondoka. Kwa hiyo wokovu uliopokea umekupa mandate ya kuweza kutangaza chochote katika ulimwengu wa roho na kufanyika kuwa halisi kwenye maisha yako, ya kwamba kila aina ya giza lililoko kwenye maisha yako, kila uhalisia wa giza, kila uhalisia wa kifungo kwenye maisha yako, mimi nimekuwa registered, nimesajiliwa katika familia ya Mungu, nimesaliwa katika familia ya Mungu. Hivyo hakuna mamlaka yoyote ya giza inaruhusiwa kushughulika na maisha yangu. Ninatangaza ya kwamba mimi ni mbarikiwa, mimi nina kibali cha Bwana, mimi nimeinuliwa na Mungu mwenyewe, mimi napiganiwa na Bwana. Hakuna mamlaka ya giza itasimama mbele yangu na ikanishinda. Ayubu anazungumza, utakusudia jambo. Ayubu 22:28, utakusudia jambo nalo litatokea. Utazungumza, utasema nacho kitatokea. Hiki ndicho alichokuwa anakifanya Paulo katika Wafilipi 4:13, andiko letu la msingi, ya kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Nayaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Paulo anaamini, lakini haishi kuamini, anatangaza juu ya imani aliyonayo. Imani ni kuzungumza. Unazungumza kile ambacho kinaonekana si sahihi, hakipo, lakini unazungumza kama kwamba kipo, unakidhihirisha, unakitengeneza katika uhalisia na unakidhihirisha kwa kukizungumza, kinafanyika kuwa ni halisi. Haleluya. Ayubu 22:28 anasema utakusudia neno nalo litathibitika kwako na mwanga utazangazia njia zako. Kile unachokizungumza hakikisha ni kile ambacho umekiamini, chenye msingi wa neno la Mungu. Huko ndiko kutoa lugha ya imani. Imani ni nini? Ni ujasiri juu ya kile ambacho Mungu amekizungumza, ahadi za Mungu. Imani ni kifaa, nyenzo ya kuweza kupokea kitu kutoka katika ulimwengu wa roho, uhalisia wa roho ambao Mungu ameutengeneza. Imani isiyo yumbishwa, imani isiyo yumbishwa. Kwa hiyo katika kuzungumza, unazungumza kile ambacho tayari umekuwa na uelewa nacho, tayari umekuwa na conviction nacho, ya kwamba ndio, haijalishi ni hali ya namna gani, haijalishi watu wanazungumza ya kwamba mahala nilipo Mungu amenisahau. Wewe unasema katika Yeremia 33:3 anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Kumbe Mungu unanisikia, ninakuita wakati huu, ninakuita. Haijalishi inaonekana ni giza, lakini ninajua Mungu wangu, madam umesema nikikuita unanisikia, unanitikia, ninakuita wakati huu. Wewe umepotea, hautameki katika maisha, hautafanikiwa. Nasema Bwana Yesu, wanajua hizi ni taarifa wananipa ya kwamba sitafanikiwa, lakini neno lako linaniambia mimi nafanikiwa, mimi nimebarikiwa niingiapo na nitokapo. Na wewe unasema unajua ninakokwenda. Neno lako napotafakari linanieleza juu ya mawazo ulionayo. Unasema ni mawazo mema ya kunipa mimi tumaini siku zangu za mwisho. Haijalishi ni nini wanazungumza kwa habari ya maisha yangu, ninajua mwanaume wa wanaume umetangaza juu ya mwisho kwangu tangu mwanzo. Hali hii ninayopitia sasa ni ya kawaida, ni temporary. Ninajua ninavuka, ninapita. Bwana umesema nipitapo katika maji mengi hayatanigarikisha, nipitapo katika moto hautaniteketeza. Ninajua ya kwamba Mungu wangu uko pamoja nami, umenishika kwa mkono wa kuume. Bwana Yesu, utanipungukia, unanipa nguvu ninapohisi kuzimia. Ninajua Bwana Yesu uko pamoja nami. Unatangaza ya kwamba ujasiri ulionao juu ya kile ambacho neno la Mungu limesema. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7:14 anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuziacha njia zao mbaya, wanapoomba nitasikia toka mbinguni, nitashuka, nitasamehe dhambi zao, nitaponya ardhi yao. Iko hivi, haijalishi ni hali ya namna gani. Yamkini unasema maisha yangu yamekuwa ni maisha yasiyompendeza Mungu, ni maisha mabovu, na ni namna gani hiki unachokizungumza kinaweza kikao ni uhalisia kwenye maisha yangu, nikapokea kufunguliwa, nikapokea wokovu wa Mungu mwenyewe kwenye maisha yangu, ama kwenye eneo fulani la maisha yangu. Nataka nikwambie kwamba kwa andiko hili, Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14,
nataka nikwambie, ukijinyenyekezesha kwake, ukasema ee Bwana Yesu, ninahitaji uchukue nafasi ya kwanza tena, nisamehe dhambi zangu, tengeneza maisha kwangu, na kisha uniponye katika utata nilionao, unifungue katika kifungo nilicho nacho, univushe katika changamoto nilionayo. Mungu ni mwaminifu, anasema analiangalia neno lake apate kulitimiza, analiangalia neno lake apate kulitimiza. Kama analiangalia neno lake apate kulitimiza, yeye amesema dhambi zako zijapokuwa nyekundu, yeye atazifanya, atakusafisha, utang'ara, utang'aa, utakuwa mweupe, utakuwa mtu mpya, utakuwa memba, mwanachama katika familia ya kifalme, na maisha ya dhambi yatasahaulika katika maisha yako. Na kinachofuatia ni nini? Ni Mungu kutenda kazi kwenye maisha yako. Chochote ambacho hakikuwa sawa, Mungu anakifanya kuwa sawa. Kama uko tayari kumpa Yesu maisha yako, unasema niko tayari kuweza kumpa Yesu maisha yangu, na mimi niwe sehemu ya hawa watu ambao wana experience neema hii ya kufanywa kuwa wana wa Mungu, lakini pia wana experience neema hii ya kuweza kufunguliwa katika vifungo vya giza, wana experience neema hii ya kuweza kupokea udhihirisho wa ahadi za Mungu. Nami nataka ahadi hizi ziweze kufanyika kuwa halisi kwenye maisha yangu. Nahitaji kukutana na Mungu, nahitaji kumuona Mungu. Nataka nikwambie, njia ni rahisi. Kwa moyo mtu uamini hata akapata haki. Ukiamini katika moyo wako ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unampokea Yesu kwenye moyo wako, unafanyika kuwa sehemu, Bwana Yesu anakufanya kukubalika katika familia ya Kristo. Na unapokiri kwa kinywa chako kusema sasa, Yesu wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, chochote ambacho kilikuwa hakifai kwenye maisha yako kinaanza kuondoka chenyewe, kwa sababu Mungu anachukua nafasi ya kudhihirisha nguvu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yako, katika jina la Yesu Kristo. Kama uko tayari, nataka nikupe nafasi ya kumwalika Yesu ndani ya moyo wako. Unaweza ukafuatisha sala hii fupi. Ee Bwana Yesu, niko mbele zako, nimesikia neno lako juu ya imani isiyoyumbishwa, ya kwamba ee Bwana, kupitia imani ninaweza nikazungumza chochote kwenye maisha yangu, nacho kikafanyika kuwa ni halisi kwenye maisha yangu. Ninaweza nikiamuru chochote, ninaweza nikapita kwenye utata wowote na nikavuka salama. Ninaweza kuinuka na kwenda juu zaidi ya kawaida kwa sababu ya imani isiyoyumbishwa. Lakini ili nipokee imani isiyoyumbishwa, ninahitaji kukupa nafasi ya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nami nipo tayari ili muone matendo yako makuu. Ee Bwana Yesu, nakupa nafasi ya kwanza kwenye moyo wangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninamkataa shetani na dhambi zake zote na kazi zake zote. Nifanye kuwa mpya, ee Bwana Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Kama umesali sala hii, kuna kitu kimefanyika. Umekuwa mpya katika Kristo, na unaweza kutuma message kwako kwa ajili ya kupata maelekezo ya namna ya kuweza kuendelea kujifunza na kukua, lakini pia kupata kanisa la mahala pamoja ambapo unaweza kujifunza neno la Mungu na ukaendelea kukua kiroho na ukamwona Mungu kwenye maisha yako kwa jinsi isivyo kawaida. Kwa muda huu mchache nataka niombe na wewe ambaye umempokea Yesu, lakini pia wewe ambaye unapitia utata, unapita katika changamoto ya udhaifu, mwili wako umepita katika udhaifu kwa muda mrefu, umepita katika magonjwa kwa muda mrefu. Nataka nikuombee wakati huu kupitia sauti hii, na wewe unanitazama, kama unaamini kuna kitu kinafanyika kwenye maisha yako, katika jina la Yesu sema, ee Bwana Yesu, kila aina ya utata kwenye maisha yako leo ni mwisho, leo ni mwisho katika jina la Yesu. Ee Bwana, kama mtumishi wako uliyenipa mafuta kwa Roho wako Mtakatifu kwa ajili ya kazi hii, ninaapisha mamlaka zote za udhaifu juu ya mama huyu, simwachie kwa jina la Yesu. Nazungumza na wewe roho wa udhaifu juu ya mama huyu anayetazama video hii, katika jina la Yesu. Ninakuamuru mwachie roho udhaifu, roho wa udhaifu uliyetesa mwili wake kwa muda mrefu kama kichomi. Ninakuapisha umwachie huru katika jina la Yesu. Roho ya magonjwa ndani yake,
Toeka kwa jina la Yesu. Ugonjwa juu ya tumbo lake, ugonjwa katika mwili wake, ninavunja kila aina ya magonjwa juu yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila aina ya ugonjwa ndani yako ninauyeyusha wakati huu, ninauyeyusha wakati huu. Udhaifu ndani ya mwili wako ukuachie kwa jina la Yesu. Natamka uponyaji juu yako wewe uliye dhaifu, natamka nguvu juu yako wewe uliye mgonjwa, natamka kuponywa kwa jina la Yesu. Natangaza operation ya Roho Mtakatifu juu yako, ukawe mzima kuanzia sasa, ni katika jina la Yesu. Umefunguliwa na kuwa huru. Chochote ambacho akiendi mipango unayoipanga na ifanikiwe, ikafanikiwe katika jina la Yesu. Chochote ambacho adui ameharibu kwenye maisha yako leo, naachilia kufunguliwa juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Kazi ya mikono yako ikabarikiwe, ubarikiwe uingia kwa utokapo, ni katika jina la Yesu Kristo. Ukarudi katika kusimulia matendo makuu ambayo Mungu alikutendea kupitia mafundisho haya. Jina la Bwana litukuzwe kwa sababu umekuwa huru, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu